Nataka kusema kidogo juu ya swali ambalo ulimuuliza Dr. Nasra juu ya nafasi ya vijana kwenye vyombo vya uwakilishi wa wananchi. Nataka kusema kwamba ukitazama taswira ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ukirejea hotuba ya Rais Samia, anasema bunge lile ni bunge la vijana, na akasema kwamba matarajio yake yeye ni kuona kwamba bunge lile vijana watajadili kwa ari pamoja na kujadili kwa ubunifu. Lakini liko jambo moja ambalo Mheshimiwa Rais hakulisema na hakuliacha kwa bahati mbaya, na chenyewe ndio kikwazo kikubwa sana. Rais Samia hakusema kwamba vijana wajadili kwa uhuru, hilo hakusema. Na hicho ndio kikwazo kikubwa, kwamba tunavyopima nafasi ya vijana tusitazame namba peke yake, tutazame kama kweli tunawapa jukwaa halisi la kuzungumza mawazo yao. Kwa hiyo naweza kusema kwamba uzoefu wangu ndani ya bunge, kwa idadi vijana tumo, lakini kuonyesha ule ujana wetu, ujana wa kunoa bongo, ujana wa uthubutu, ujana wa kuwakilisha maslahi ya wananchi, kama hivyo ndio vipimo vya ujana, hayo mazingira hayapo kabisa. Na ziko mada, ndugu Arifa, nitaziorodhesha tu ili nikupe mic. Kwa sasa bungeni ni kama umewekwa utaratibu ambao haumo kwenye kanuni, lakini hakuna space ya kuzungumzia. Hauruhusiwi ndani ya bunge kuzungumza juu ya utekaji, hauruhusiwi. Kama unataka dakika zako 10 ulizopewa uchangie nusu dakika, zungumza juu ya utekaji. Hairuhusiwi kuzungumza ufisadi wa daraja la juu, labda utaje rushwa kwa juu juu. Hairuhusiwi hata kurejea ripoti ya CAG kwa uhuru. Unaambiwa bana, msiguseguse, msiseme, ipo kwenye public space, unaambiwa hiyo usitaje. Hairuhusiwi kudai katiba mpya, hairuhusiwi ndani ya bunge. Hairuhusiwi kueleza nini kimetokea Oktoba 29, hairuhusiwi. Hairuhusiwi kueleza uchaguzi umefanyikaje, kwamba mimi bwana Ado leo hapa ni mbunge kwa sababu kuna baadhi ya watu wamepoka mamlaka ya wananchi, wanaamua Ado, sasa hivi ni bahati yako wewe. Kwa hiyo mshukuru Mwenyezi Mungu, hiyo bahati imepatikana. Hairuhusiwi. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto ambayo vijana inawakabili kwenye vyombo hivi. Tunaweza tukaongeza idadi, asante, lakini tukakosa ule ujana wao ambao unaleta ustawi, unaleta maendeleo. Asante sana. Asante sana ndugu zangu, nawashukuru. Ngoja nimalizie, kwa muda hatuna. Nilipewa dakika tu 60 na zimebaki dakika 5. Hapana, zimebaki dakika 12. Zimebaki dakika 12? Ndio. Basi lete mkono hapa. Samahani mheshimiwa, unaweza kusogeza maiki hapa?